Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa maeneo tofauti nchini Tanzania. Mtazamaji, hatimaye siku za Samia Suluhu na utawala wake kufikishwa ICC, Mahakama Kuu ya Kimataifa, zimeanza kukaribia. Ripoti mpya za uchunguzi wa ICC kwa matokeo ya baada ya uchaguzi Tanzania zimezua hofu kubwa kwa serikali ya CCM. Baada ya ripoti hizi leo, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Matukio yanayoizunguka Tanzania baada ya uchaguzi yamezua mjadala mkali leo wa kimataifa baada ya kuibuka ripoti mpya zinazodai kuwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imepokea malalamiko mapya kuhusiana na matukio yaliyofuatia uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ambayo yameweza kuanzisha uchunguzi mpya dhidi ya serikali. Ripoti hizi zimezua mjadala na wasiwasi mkubwa ndani ya duru ya serikali na kisiasa, hasa ndani ya taasisi tawala ya CCM, kama masuala ya uwajibikaji, haki za binadamu na sheria za kimataifa kwa mara nyingine tena yanaiweka Tanzania chini ya uangalizi wa kimataifa. Kulingana na taarifa leo zinazosambaa miongoni mwa mitandao ya kimataifa ya kisheria na haki za binadamu, ICC imewasilishwa na malalamiko mapya leo yaliyoandikwa kuhusu ukiukwaji mkubwa uliofanywa baada ya uchaguzi. Ripoti hizi zinasisitiza kuwa mchakato huo bado uko katika hatua ya awali na hauhusiani na mashtaka rasmi, lakini kutajwa kwa uhusika wa ICC na serikali ya Samia Suluhu kumeinua swala hilo zaidi ya siasa za ndani hadi uwanja wa haki za kimataifa, ambao hivi karibuni huenda ikaiweka serikali mahali pabaya pa kujibu maswali kuhusiana na matukio na vifo vilivyotokea baada ya uchaguzi. Ripoti hizo za leo zinadai kuwa mashirika ya kimataifa ya utetezi wa kisheria yamekuwa muhimu katika kuwasilisha malalamiko hayo na sasa yameweza kuitaka ICC kuanza uchunguzi mara moja, yakisema kuwa matukio yanayohusishwa na machafuko ya baada ya uchaguzi Tanzania yanastahili uchunguzi wa nje. Mashirika haya yanaripotiwa kukusanya ushuhuda sasa, vyanzo za video, rekodi za matibabu na taarifa za mashahidi zinazoelezea kile wanachotaja kama matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa serikali ya Tanzania na mashirika ya usalama wakati wa maandamano ya umma baada ya uchaguzi. Katikati ya mjadala huo ni madai kwamba vikosi vya usalama vilitumia risasi za moto kuwatawanya waandamanaji, kuwakamata watu wengi na kuwaweka kizuizini bila kufuata utaratibu. Ripoti hizo zaidi zinadai kuwa baadhi ya wafungwa walitendewa ukali ama ukatili, hivyo kuzua wasiwasi miongoni mwa waangalizi wa kimataifa kuhusu kufuata viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Kipengele kingine kikubwa kilichotajwa katika mawasilisho kinahusisha madai ya kutoweka kwa kutekelezwa. Kwa mujibu wa madai hayo, baadhi ya wanaharakati wa kisiasa na wakosoaji wakubwa wanadaiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana wanaoaminika kuwa na uhusiano na vyombo vya usalama vya dola, huku familia zikiachwa bila taarifa kuhusiana na waliko kwa muda mrefu. Ndani ya ripoti hizi, majina ya wanaharakati wa haki za binadamu wa kikanda kama vile Boniface Mwangi na Agatha Tuhaire yanarejelewa mara kwa mara kama visa vielelezo vinavyotumiwa na vikundi vya utetezi kuangazia mifumo mipana ya ukandamizaji. Hali zao zinaelezwa kuwa ni ishara ya kile walalamishi wanahoji kuwa ni nafasi ya kiraia na kisiasa inayopungua nchini Tanzania. Zaidi ya ghasia zinazohusiana na uchaguzi na vifo vilivyotokea katika maandamano, mawasilisho hayo ICC yanaripotiwa kujumuisha madai kuhusu kulazimishwa kuhama jamii za Wamasai kaskazini mwa Tanzania pia. Madai haya yanaweka ufukuzwaji kama ukiukaji wa haki za ardhi asilia Tanzania, kuunganisha na masuala mapana zaidi ya maendeleo, sera za uhifadhi na ulinzi wa ardhi ya mababu. Wachambuzi wa masuala ya sheria pia wanaona kuwa hali ya Tanzania kama mshiriki wa mkataba wa Roma inamaanisha ICC kitaalam ina mamlaka kupitia mawasilisho hayo na hata kuifikisha serikali ya Tanzania mahakamani kujibu maswali. Hata hivyo, wanasisitiza kwamba uchunguzi wa awali ni mchakato mrefu wa tahadhari ulioundwa ili kutathmini kuruhusiwa mamlaka na uzito wa uhalifu unaodaiwa kabla ya hatua zozote za kisheria kuchukuliwa. Waangalizi wa haki za binadamu wanahoji kwa usikivu ulioripotiwa wa ICC na uchunguzi ambao unatarajiwa kuanza rasmi dhidi ya serikali unawakilisha wakati muhimu kwa utawala na taasisi za usalama za Tanzania. Wanadai kuwa jinsi serikali inavyojibu kupitia uwazi, uchunguzi wa ndani au ushirikiano na mifumo ya kimataifa itaathiri pakubwa sifa ya kimataifa ya nchi hiyo.
Hata hivyo, wakati huo huo, wataalamu wanasisitiza kwamba mitihani ya awali haipaswi kuchanganyikiwa na mashtaka au hatia. Wanasema kuwa mchakato wa ICC ni wa polepole na wa kimfumo, mara nyingi huchukua miaka na maswali mengi ya awali hayasongi mbele hadi uchunguzi kamili ikiwa vizingiti vya kisheria havitafikiwa. Kufikia sasa hakujawa na udhibitisho rasmi kutoka kwa ICC kumtaja hadharani Rais Samia Suluhu Hassan au kutangaza kufunguliwa kwa uchunguzi rasmi au kufunguliwa kesi dhidi yake, lakini tayari mawasilisho yameweza kufikishwa ICC dhidi ya Samia Suluhu na ameweza kushtakiwa pamoja na utawala wake na vikosi vya polisi. Kadhalika, serikali ya Tanzania haijatoa jibu rasmi la kina kushughulikia madai mahususi yanayosambazwa katika vyombo vya habari vya kimataifa na majukwaa ya wanaharakati. Hata hivyo, ripoti hizo pekee zimechochea mjadala mkali ndani ya nchi, huku wananchi, makundi ya kiraia na watendaji wa kisiasa wakidai uwazi. Kwa Watanzania wengi, hali hii inafufua kumbukumbu zenye uchungu za mivutano inayohusiana na uchaguzi na maandamano, na inasisitiza wito wa marekebisho, ulinzi wa polisi, usimamizi wa uchaguzi na uwajibikaji. Washirika wa kimataifa na waangalizi wa kidiplomasia pia wanafuatilia kwa karibu hali hiyo, wakifahamu kwamba ongezeko lolote linaweza kuathiri uhusiano wa kidiplomasia wa Tanzania, ushirikiano wa kimaendeleo na msimamo ndani ya taasisi za kikanda na kimataifa. Wafuasi wa serikali wanaonya dhidi ya kile wanachoeleza kuwa simulizi zilizochochewa kisiasa zilizoundwa kuchafua sifa ya nchi, wakisema kwamba michakato ya ndani ya kisheria na kisiasa inapaswa kuheshimiwa. Wanasisitiza kuwa taasisi za kitaifa zina uwezo wa kushughulikia makosa yoyote bila uingiliaji wa nje. Kinyume chake, watetezi wa haki wanadumisha kwamba uchunguzi wa kimataifa wa ICC unakuwa muhimu wakati masuluhisho ya ndani yanachukuliwa kuwa yasiyofaa au yasiyofikiwa, hasa katika kesi zinazohusisha mamlaka ya serikali. Wanasema kuwa uangalizi wa kimataifa na mahakama ya ICC wakati mwingine unaweza kushinikiza serikali kuimarisha uwajibikaji wa ndani ya nchi. Majadiliano yanapoendelea, kutokuwa na uhakika kunatawala mazungumzo ya ndani na kimataifa, ikiwa ripoti hizi zitasababisha hatua zozote rasmi za kisheria au kufifia baada ya mapito ya awali bado haijulikani. Lakini hali hiyo bila shaka imefungua ukurasa mpya katika mazungumzo kuhusu haki, utawala na haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa sasa dunia yote inatazama kwa makini mahakama ya ICC na serikali ya Tanzania, wakati Tanzania pia inasimama katika njia panda ambapo chaguzi za kisiasa za ndani na mifumo ya kisheria ya kimataifa hupishana, ikichagiza jinsi historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo itakavyopimwa katika jukwaa la kimataifa. Mbele, wachambuzi wanasema miezi ijayo itakuwa na maamuzi katika kuamua kama tahadhari ya kimataifa inatafsiri katika hatua madhubuti za kisheria ICC au kuchochea mageuzi ya ndani yenye maana. Mengi yatategemea jinsi taasisi za serikali na mahakama ya ICC ya kimataifa zinavyoitikia shinikizo linaloongezeka la uwazi, mazungumzo na uwajibikaji, na vilevile kama nafasi itatolewa kwa uchunguzi huru nchini Tanzania unaoweza kushughulikia malalamiko yanayotolewa na wananchi na watendaji wa jumuiya za kiraia. Hizi pia zinakuja kama ripoti za mshtuko kwa Samia Suluhu na utawala wake. Wakati huo huo, hali hiyo inaiweka Tanzania katika wakati muhimu wa kidiplomasia na kimahakama, ambapo mashirikiano na washirika wa kimataifa, mashirika ya kikanda na mifumo ya haki za binadamu inaweza ama kupunguza mvutano au kuzidisha uchunguzi. Waangalizi wanahoji kwamba mawasiliano ya haraka, uwazi wa kisheria na hatua za kujenga imani zinaweza kusaidia kuleta utulivu wa mazingira ya kisiasa na kurejesha imani ya umma ndani na nje ya nchi.